لنا بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma mjumbe wake mtukufu mwisho wa mitume pamoja na ali zake na bil khusus imamu wa zama zetu, kiongozi anayetarajiwa, wazee wangu, naibu mwenye chifu, mzee mwenye anatuangalia katika mji huu, mashekhe zangu, samahati Sheikh Juma Shughuli, Sheikh Abbas Wakelo, Sheikh Yahya Kiema, Sheikh Hassan, Sheikh Mahmud, Sheikh Rashid, wazee wangu wote ambao wako hapa, kina mama, dada zangu, watoto wetu wote, wanafunzi waliofika hapa, nyote assalamu alaikum wa rahmatullahi. Natarajiwa kuzungumziwa katika siku hii ya leo. Nataka kuwaomba nyote mliokuwa hapa kumkumbuka mzee wetu marhum Suleiman Sila kwa surati al-mubarakati al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amrahamu mzee wetu, amjalie rahma na maghfira, na amjalie kuwa katika miongoni mwa watu wema na kufufuliwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi na Ahlul Bait alayhim salam. Bila shaka ni kazi kubwa ambayo kwamba aliifanya mzee wetu katika kuieneza dini ya Mwenyezi Mungu na kuwafahamisha watu njia ya haki ni njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kutokana na juhudi zake na baraka ya kazi yake tunashuhudia mengi. Sisi kutoka Nairobi tuna hauza, tuna chuo cha wanawake na tumebahatika kuwa na wajukuu wake mzee Suleiman Sila, na kupitia kwao tumeweza kujua kidogo kuhusiana na huyu mzee, kumaanisha kwamba ana athari njema katika jamii. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Yasin anasema, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hakika sisi ni wenye kuhuisha waliokufa au wafu. Miongoni mwa uwezo au miongoni mwa alama za nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuviregesha vitu vilivyokufa katika uhai. Na Mwenyezi Mungu anahakikisha kwamba nyote baada ya kufa mtaregeshwa tena katika uhai. Lakini nafasi hiyo ama wakati huo watu wakirudishwa katika uhai, hawatakuwa ni wenye kurudi katika haya maisha, bali watakuwa wanachukuliwa katika hatua nyingine ya maisha mengine. Inna nahnu nuhyil mauta, hapana shaka Mwenyezi Mungu atahuisha watu waliokufa. Wa naktubu atharahum, na athari ambazo kwamba wameziacha zitakuwa ni zenye kusajiliwa wala hazisauliki. Kila kitu ambacho kwamba mtu amehusika nacho, amekifanya, amekitenda, kitakuwa ni chenye kusajiliwa na kitahifadhiwa, na vyote vitakuwa katika miongoni mwa hisabu zake. Kwa hivyo mtu akiishi katika haya maisha ya dunia na akaacha athari ambazo kwamba zitaonekana, ataacha kizazi, ataacha baadhi ya kazi, atakuwa ametenda baadhi ya mambo kwamba yatakuwa yanaigwa, hayo mambo yote yatakuwa ni yenye kuhesabika katika hesabu zake. Ndio maana tunaambiwa vile vile kwamba mwenye kutenda sunna au kuanzisha sunna, kuanzisha tradition, kuanzisha jambo nzuri na akaliacha nyuma yake, atakuwa na malipo ya ile sunna aliyoianzisha
kile kitendo alichokianzisha kizuri, na atapata thawabu ya vile vile wale ambao kwamba watakuwa wanakifanyia kazi kile kitendo. Na ikiwa alianzisha kitu kibaya, alianzisha mtindo mbaya, alianza kufanya mambo ambayo kwamba si mazuri katika mji, katika mtaa, katika familia, na ikawa watu waliokuja baada yake watakuwa ni wenye kuandama hiyo njia na kufuata yale ambayo kwamba alikuwa akiyafanya, vile vile atakuwa anachuma dhambi ya kile kitendo alichokianzisha na dhambi za wale ambao kwamba watakuwa wanakifanya. Akianzisha mtu kitu kizuri, atachuma mavuno mazuri, atakuwa amepanda mti mzuri, na ikiwa ataanzisha jambo libaya, atakuwa amepanda mti mbaya ambao kwamba atakuwa vile vile matunda yake anakuwa yeye yumo ndani yake. Hii ndio sababu tukiishi katika hii dunia kunakuwa na haja ya kuangalia mambo ambayo kwamba tunajihusisha nayo, mambo ambayo kwamba tunayatenda yana athari gani, yana athiri vipi jamii yetu, na ni vipi tutakumbukwa nayo. Mtu akishaondoka, watu huangalia yale ambayo kwamba yamebaki nyuma yake yanakuwa ni mambo ya aina gani, na watakuwa wanamsifu, wanampongeza kwa mambo mazuri, na watakuwa wanamkashifu kwa mambo kama ni mabaya. Kwa hivyo lazima uangalie ni nini ambacho kwamba unaacha katika athari zako, na yapi ambayo kwamba utakuwa unatajwa nayo, na yapi ambayo kwamba utakuwa unazungumza nayo. Hii ndio sababu utaweza kuona kwamba baadhi ya watu tunawataja kila mara, tunazungumza habari zao kila mara kwa sababu ya mazuri walioyafanya na kilele waliofikia katika utu wao, na wengine watabaki wakitajwa na ubaya wao na uovu wao, kama vile Firaun na mfano wake katika wale ambao walikuwa katika miongoni mwa madhalimu. Ni wewe lazima uchagulie suna ipi utaweza kuiacha katika maisha yako, na ni kipi ambacho kwamba utaweza kukumbukwa nacho katika maisha yako. Mojawapo ya vitu ambavyo kwamba sisi ambao kwamba tunaamini katika dini, tunafuata njia ya Mwenyezi Mungu, ni vitu kwamba tunaamini kwamba vina athari muhimu, kama ilivyotajwa katika hadithi kwamba mtu akifa hukatikiwa na matendo yote ila ikiwa ameacha vitu vitatu ambavyo kwamba vitakuwa vinafaidi watu. Mojawapo ya hivyo vitu ni kuwa na mtoto mzuri, waladun salih yad'u la, mtoto mwema ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuendeleza habari nzuri za babake au za mamake, za wazazi wake, na atakuwa anamwombea vile vile mema katika haya maisha, atakuwa anaendelea kupata malipo mazuri. Ama awe ameacha athari ya kielimu ambayo kwamba watu watakuwa wananufaika nayo, ameacha kitu ambacho kwamba kitakuwa kina wanufaisha watu kimaarifa, ameandika kitabu, ama amesaidia kujenga shule, ama amefanya jambo ambalo kwamba linaweza watu wakajifunza nalo, wakaelimika nalo, au akaacha sadaka ambayo kwamba inabaki kiendeleza ikiwafaidisha watu. Mtu ameacha kisima cha maji kwa mfano, au amepanda mti ambao kwamba una matunda watu watafaidika nao, ama ameacha kitu ambacho kwamba jamii inaendelea kunufaika nayo. Sadaka ile kila mtu anapoitumia, kila mtu anapofaidika nayo, anakuwa ni mwenye kufaidika nayo, na yeye atakuwa vile vile anapata malipo yake. Hii ndio sababu moja, kwa mfano tunaambiwa katika riwayat kwamba Nabii Isa alayhi salam alikuwa anapita, Nabii Isa yani Jesus alikuwa anapita mahali, akaona kwamba yule mtu katika ile kaburi alikuwa ni mwenye kuadhibiwa. Mitume wanaweza kujua kuna adhabu ya kaburini ambapo kwamba sisi watu wa kawaida hatuwezi kuijua, kwa sababu hatuwezi kuona huo ulimwengu unavokaa. Mtu anaweza kutengezewa kaburi nzuri, ikawa ni maridadi, ikawa ina kila kitu, amehifadhika, lakini hatujui nini kinachoendelea katika huo ulimwengu, kwa sababu kuna ulimwengu unaoitwa ulimwengu wa barzakh, yani ulimwengu ambao kwamba umefichwa baina au umestiriwa baina yetu watu ambao kwamba tuko duniani na akhera. Katikati hapo kuna maisha ya aina fulani. Kwa hivyo watu wengine katika hayo maisha ya barzakh huwa wanapitia hali ngumu sana, ni wenye kuadhibiwa. Baadhi ya watu watakuwa wanaadhibiwa kila mara na wakionyeshwa adhabu mbalimbali za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyu bwana alikuwa
kipindi alichopita Nabii Isa alayhi salam alikuwa akiadhibiwa. Baada ya muda akawa amepita tena, akapata hiyo adhabu imeondolewa. Ile adhabu kwamba alikuwa anaadhibiwa nayo haikuwa ni yenye kuendelea. Akaulizwa akaulizwa Nabii Isa ni nini kilichofanyika, maana yake alikuwa anawaeleza watu walioandamana na yeye kwamba kuna adhabu inayoendelea. Alipopita tena akasema kwamba ile adhabu haipo tena. Akajibu kusema kwamba huyu alikuwa na mtoto mzuri, mtoto mwema, ambaye kwamba alikuwa ni mdogo. Alipobaleghe, yani alipokuwa katika utu uzima sasa, ama amekuwa ni masulia kubaleghe, maana yake ni kufika katika umri wa kuwa responsible, kama hawa vijana wetu wakifika umri wa miaka 15 kama ni vijana, au wakifika umri wa miaka 9 Kiislamu, wanakuwa ni wana majukumu ya kutekeleza dini, sheria za dini. Sasa huyu kijana alipofika katika umri wa kubaleghe, akatengeza njia ambayo kwamba watu walikuwa wakipita ndani yake, ikawa inawafaidisha watu. Kwa sababu ya hilo, ikawa yeye anakuwa ni mwenye kufaidisha babake katika akhira, na akawa hawezi kuadhibiwa au hawezi kuendelea na ile adhabu. Hiyo ndio faida ambayo kwamba tunaipata kwa watoto ambao kwamba ni wazuri. Na kwa sababu hiyo tunahimizwa sana wazazi wote wa kiume na wa kike kuwalea watoto malezi ambayo kwamba itawafanya wawe ni wema katika mustakabali wao, wawe ni wenye kufaidisha jamii katika mustakabali wao, wawe ni watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kufanya mambo mazuri yenye kutufaidisha sisi hata katika maisha ya hapo baadaye. Malezi ambayo kwamba yanafaa kuyafikisha kwa watoto ni kuhakikisha ya kwamba wana maadili mema, wana adabu nzuri, wana akhlaqi nzuri, wana mwenendo mzuri, na wamejiepusha na mambo ambayo kwamba yanawaharibu na yanawachafua. Hii ni kazi kubwa ambayo kwamba natakana kuitekeleza wazazi. Sio tu kuhakikisha kwamba watoto wameenda shule, wamemaliza shule, bali kuangalia tabia zao, mwenendo wao, akhlaki yao, kuamiliana kwao na watu itakuwa ni vipi, ili kwamba uwe ni chanzo cha wewe kufaidika hata baada ya hapo. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba sisi tumehimizwa sana, kwa mfano, ni kuwatendea wema wazazi, ni kuwafanyia ihsani wazazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyo katika Qur'ani al-Karim, katika mambo ambayo kwamba ameyaweka katika daraja za juu kabisa, ni kuwatendea wazazi wema na kuwafanyia wema. Wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshapitisha katika mambo yaliyopitisha ambayo kwamba hayana mjadala, kwamba msiabudu asiyekuwa yeye, msiabudu kitu chochote kingine mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na baada ya hiyo amri ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, iliyofuata ni amri ya kuwatendea wema wazazi, wabil walidaini ihsana, kuwafanyia wema wazazi bila ya wao hata kuhitajia au bila ya wao kuuliza. Kuwa ni mzuri na mwema kwa wazazi wako, jambo ambalo kwamba ni mtihani kwa vizazi vyetu hivi, kwa sababu ya thakafa mbalimbali ambazo kwamba tunazipata, elimu ambazo kwamba tunazipata, athari ambazo kwamba zinatoka katika upande mwingine wa dunia yetu magharibi na kadhalika. Watoto huenda wakapata athari hizi na wakawa ni wazito katika kutekeleza haki za wazazi. Haki za wazazi ni kubwa sana kwa sisi vijana ambao kwamba wangali na wazazi wao. Lazima watambue hili kwamba pepo iko katika kuwatendea wema wazazi. Ukitaka kheri ni katika kuwafanyia wema wazazi. Ukitaka kufanikiwa ni katika kuwafanyia wazazi wako mazuri. Ukikosa kutambua haki za wazazi wako na kuwafanyia wazazi wako haki vile mkombe inavyofaa, ujue kama unajitengezea jahannam. Kadri utakapokuwa mzuri, kadri utakapofanya wema, lakini usiwafanyie wema wazazi wako, utakuwa katika hatari. Wazazi wana jukumu la kuwafanya watoto wao wawe ni wema na wawe wenye kuwatendea wema. Wasiwe ni chanzo cha kuwafanya watoto wawe ni wapotofu, wawe wenye kuwafanyia kile kitu ambacho tunaita katika sheria huquq, yani kuwakosea adabu. Maanake mzazi mwenyewe aweza kufanya kitu ambacho kwamba kitampelekea mtoto asiwe ni mwenye kumtendea uzuri.
ukimdhulumu mtoto wako, ukimtendea vibaya mtoto wako, ukikosa kumpa malezi ya kisawasawa, ukiwa hautokuwa mwenye kumuonyesha mfano mzuri, bila shaka huyu mtoto atakuwa hana mwelekeo mzuri. Lakini utakapokujitahidi kufanya wema kwa watoto wako, kuwaelekeza kwa uzuri, kuwafanyia ambayo kwamba ni mazuri na kuonyesha mifano mizuri, bila shaka utakuwa unapata mbegu ambayo kwamba ni nzuri na itawasaidia wao vile vile kukufanyia wewe wema. Na hii ni circle ambayo kwamba inaweza kuendelea vile. Kama ulikuwa ni mbaya kwa wazazi, utazaa kizazi ambacho kwamba pia kitakuwa kibaya kwako. Kwa hivyo inaendelea ikizunguka tu vile. Wema unaanza hapo mwanzo wa wazazi wenyewe kuwatendea watoto wao vizuri, watoto wao watawatendea vizuri, na utakuwa kunaendelea wema katika jamii nzima. Kwa hivyo sisi kama wazazi, nimesisitiza hilo, kuna haja ya kuangalia malezi ya watoto, kuhakikisha kwamba wanaendelea vizuri. Na alhamdulillah, jamii yetu imebarikiwa kuwa na walimu mifano mizuri, walezi wazuri, na nahakika kwamba wanatumika kisawasawa ili kuweza kuhakikisha kwamba haya malezi yenye kupatikana. Mbali na hivyo, kuna haja ya jamii nzima kushirikiana, kuwa pamoja, kujaliana katika kila hali. Katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba tunaweza kujivunia sisi upande huu wa dunia, hususan katika nchi ambayo kwamba sisi kimagharibi, ni kwamba bado ipo hali ya kijamii ya watu kushirikiana, ya watu kujaliana, kupatikana nafasi kama hii ya watu kuwa wamekaa pamoja kumkumbuka mmoja katika watu wao na kadhalika. Haya ni mambo ambayo kwamba yanatakana kuendelea na yanatakana kutiliwa nguvu, na tunahimizana katika nafasi ambayo kwamba tuko ndani yake kwamba ushirikiano unatakana uendelee katika maisha yetu haya katika kila hali, na kuhakikisha ya kwamba tunashikana mikono na tunasaidiana katika yale ambayo kwamba yote ni mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wataawanu ala albirri wattaqwa, nyote saidianeni katika mambo ambayo kwamba ni mazuri na katika kumcha Mwenyezi Mungu. Jamii haiwezi kusimama kama watu hawakuwa ni wenye kushirikiana, wenye kusaidiana. Kama jirani hawi ni mwenye kumwangalia jirani wake, kama jirani hakuwi ni mwenye kumjali jirani yake, kama watu hawafanyiani wema, ni lazima kuwepo na huo ushirikiano. Na katika minasaba kama hii, katika nafasi kama hii, tunahimiza sana kwamba jamii iwe ni yenye kushirikiana, yenye kushikana mkono, na kuhakikisha kwamba yote ambayo kwamba yanaikumba ile jamii wanakuwa ni watu wenye kusaidiana na kuendeleza mazuri. Kwa hivyo leo sisi tunashukuru sana kwamba tumepata fursa hii ya kuweza kukumbuka mzee wetu Suleiman Sila, na nitahimiza jamii, walimu ambao kwamba wameweka sherehe hii inshallah taala, kwamba kuweka sherehe hii iwe ni ya kila mwaka ambao kwamba tunaita haul, na iwe kwa ajili ya kukumbuka sera njema ya huyu mzee na yale ambayo kwamba aliyafanya mazuri, ili kwamba yaendelezwe na yaendelee kupanuliwa na yaendelee kutiliwa mkazo, ili kwamba vizazi ambavyo kwamba vinavyokuja viwe vinaweza kujua ni wapi vilivyotoka. Kwa sababu katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba tunatakana kuyatilia nguvu sana ni historia yetu, ni wapi tulikotoka, ni nani alifanya nini. Tusiwe ni wenye kusaudiana. Hii ndio haja tulionayo ya kukumbuka, hususan wale ambao kwamba wametutangulia, kwa sababu tunakuwa ni wenye kuisha roots ambazo kwamba tumetoka ndani yake, kujua asili yako, wapi ambapo kwamba ulikotoka, nani ambapo kwamba alifanya nini, kutambua ihsan ya yale ambayo kwamba yalifanyika na wale ambao kwamba walitangulia, na yote itakuwa ni yenye kuendeleza yale mazuri ambayo kwamba yameshafanyika. Kwa hivyo kusifanyike dhikra ya 40 iwe ndio mwisho, iwe ndio hatima ya kila kitu, bali kufanyike kila mara, kuweko na kila mwaka kuweko na ukumbusho kama huo. Watu wengi watakuwa ni wenye kujifunza na wenye kunufaika na hayo yote, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ametujalia kuwa leo hapa katika 40 ya mzee wetu, dhikra ambayo kwamba inshallah Ta'ala itakuwa ni yenye kumnufaisha yeye na kuinufaisha hii jamii, na kuwa ni chanzo cha kuwaweka watu pamoja na kuwashirikisha watu pamoja katika yale ambayo kwamba ni mazuri na yale ambayo kwamba yanawaendeleza katika mustakbali wao. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa katika miongoni mwa wale ambao kwamba wameandikiwa
kuwa katika njia nzuri, katika njia ya haki, kufuata mkono ambao kwamba ni mzuri. Mwenyezi Mungu atuafikie sote kuwa ni wenye kutafuta yale mazuri ya akhera, sio ya hapa duniani peke yake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atughufirie sisi, atusamehe sisi makosa yetu na makosa ya wazazi wetu na ndugu zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhesabu ambao kwamba ni ngumu, na atufufue katika miongoni mwa waja wema Mwenyezi Mungu, katika miongoni mwa wale ambao kwamba ni wenye kufaulu na wenye kuingia peponi. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wallanu daimu ala adaihim ila qiyam yawmiddin. Wazee walioko hapa, mashekhe, tukiongezwa na kiongozi wetu Sheikh Ali Samoja, na vijana, kina mama, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli kuongea ilikuwa nafaa nitangulizwe mimi nisalimie tu alafu asimamishwe Sheikh, lakini kwa sababu protocol zishavunjwa nimesimamishwa baada ya Sheikh. Mmenipa muda mgumu, lakini kwa sababu hapa ni nyumbani na nimeombwa niongee, nitaongea angalau kitu kidogo. Kwanza kwa sababu tumekosa sisi khitma ya mzee wetu, na nadhani ndio ilikuwa jambo la muhimu zaidi kwamba pelekewe dua, safari yake Mwenyezi Mungu amfanyie iwe nyepesi katika kaburi lake, na aone matunda ya kazi aliyoifanya, sio kwa sababu wengine wakifariki kuna kesha madisco na nini lakini mzee ameenda kumekesha na madua. Kwa hiyo nadhani pia mimi nitachukua nafasi hii angalau tumpelekee suratul mubarak al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Pili, nimefurahi kuwaona sura nyingi sana hapa ambazo zingine nimezipeza miaka mingi sana. Nilikuwa nimemuuliza Al-Akh Mtuku pale, nikamwambia bado upo hai ama ulikufa ukafufuka. Mimi nimezoeshana na hawa vijana wangu, tuna utani mwingi sana. Ukiniona nawe zaona, lakini tushazoeshana hivyo. Sasa nimemuuliza kama yuko hai, kanambia yuko hai. Nikamuuliza ulienda alafu karudi au? Lakini alhamdulillah nimefurahi kuwaona katika hivi viwanja. Mwaka jana nilipokuja baadhi yenu sikuwaona, lakini kwa sababu ya uzito nadhani wa mzee aliyetangulia, takriban sura zote ziko hapa. Mwenyezi Mungu awape umri mrefu, wale wenye mitihani Mwenyezi Mungu awaondolee, kwenye shida Mwenyezi Mungu afanye wepesi. Mimi nitakachoongea kwa dakika moja tu ni kwamba kuasisi jambo ni kugumu sana kuliko kuendeleza, na ndio maana waasisi siku zote huwa wanakumbukwa. Umeeleweka? Kama nirudie tena kwa Kiswahili kizuri. Wanaweka msingi wa wana kazi nzito sana kuliko wale wanaokuja baadaye kufanya nini? Kuendeleza kile kilichoasisiwa. Wanabaki wenyewe wepesi kwao kuendelea ama washindwe wakiangushe, lakini yule alianzisha wanapitia mengi sana. Tuko pamoja? Uislamu safari yake pia, mkirudi nyuma mkiuangalia, mtakuta kwamba ulikuwa na safari ndefu. Kuanza mtume alipoanzia mpaka leo Uislamu umetufikia sisi. Na katika miji yetu kuna historia ya kila mmoja, vipi Uislamu uliingia sehemu ile, vipi Ushia kwa mfano, kwa lugha nzuri zaidi, kwa sababu sehemu zingine tuna Uislamu ambao si Uislamu wa madhhabu ya Ahlul Bait alayhimus salatu wassalam. Lakini nadhani kwa upande wetu tuzungumzie kuingia Uislamu hasa, na mtu akawa katika jamii ambayo wenzake si Waislamu,
akawa yeye ni Muislamu na akaamua kuupigania Uislamu kwa mali na nini na hali na kwa nafsi yake. Huyu ni mtu ambaye anatakikana kukumbukwa wakati wote, kwa sababu yeye ndio alipambana kuweka asasi ya kile kitu, kuweka msingi wa kile kitu. Kulingana na historia ya mzee marehemu, mimi nikiipitia, japokuwa mwandishi alisema ameandika kwa ufupi sana, inatueleza kwamba yeye ni katika wale waasisi na waliohakikisha kwamba Uislamu unafanya nini, unatembea, na kuitoa jamii yake kwamba nendeni mkafanye nini, mkasome na mrudi kuja kuifanyia kazi da'wa ya nani, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nadhani athari yake inaonekana kama alivyotanguliza hapa shekhe. Watoto wajukuu wote wameamua ndio njia wanayofanya nini, wanaifuata. Kwa hiyo kwa hili ni kumaanisha kwamba msingi uliowekwa ni msingi muhimu, na ni mzee anafaa kukumbukwa kwa sababu ya yale aliyoyafanya. Generation iliyobaki ina kazi ya kuhakikisha kwamba mzee anabakia. Sasa hiyo ni kazi ya sisi tuliobaki nyuma, na kubakia kwa mzee ni kuhakikisha kwamba yale aliyoyapambania yanafanya nini, yanabaki. Kama alitoa ardhi, alitoa watoto wake wakasome, waliosoma wahakikishe kwamba wanafanyia kazi walichokisoma na wanakipeleka mbele, na hiyo itakuwa ni zawadi muhimu ya kumpelekea nani, mzee katika safari yake. Kama alivyoeleza shekhe kwamba sunna nzuri, mtoto mzuri, yote ina hesabu yako wakati unaenda mbele ya haki. Hesabu ambayo uliacha hapa inawezekana ni kidogo, baadaye ukakuta faida yako ni kubwa kwa sababu ya wale ulioacha katika ardhi wakizidi kukufanyia kazi. Mwenyezi Mungu ampeleke salama, sehemu aliyokosea Mwenyezi Mungu amsamehe, waliobaki Mwenyezi Mungu awape nguvu ya kuendeleza hii kazi, na kizazi kilichopo watu wasichoke, bado generation zinaenda mbele, watu wasome na watu waifanyie kazi da'wa hii ya nani, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kazi aliyoifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ala Muhammad wa ali Muhammad iendelee kwenda mbele. Kufikia hapa nadhani sitakuwa na mengi zaidi kwa sababu ya wakati wangu pia, na mlimtanguliza shekhe alafu mkanipa mimi mic, imenifanya nisiwe na uhuru wa kuongea, lakini mngefanya kinyume chake nadhani masaa yangekuwa mengi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum rahmanir rahim. Allahumma qulli waliyikal hujjati ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tawa wa tumatti'ahu fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين.